Ladies and gentlemen, karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Rais Ruto ameweza kujiaibisha upande wa Uchina. Rais anazidi kuendelea na ziara yake katika taifa la China, mahala ambapo aliweza kuelekea kupata maendeleo kulingana na jinsi ambavyo habari ziliweza kutoka kwenye ikulu kuu pamoja na kupata loan. Sote tunajua kwamba kawaida ya Rais Ruto kipindi ambapo yupo kwenye taifa geni, lazima kikundi chake ambacho kinamsaidia kuongoza kiweze kuwaandaa Wakenya ambao wanaishi kwa lile taifa aweze kufanya mazungumzo na wao. Tunajua kwamba kabisa katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022 watu wengi ambao waliweza kumsapoti Rais William Ruto kwenye azma yake ya kuwania kiti cha urais, mahala ambapo walikuwa wanatifuana na Raila Odinga, ni Wakenya ambao wanaishi nje za ng'ambo ama nchi za ng'ambo. Walikuwa wanamtumia pesa za kufacilitate trips zake za kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. So President Ruto ameweza kugundua kwamba Wakenya ambao wanaishi katika ruba za kimataifa ni watu ambao wanachangia sana kwenye ukuaji wa serikali yake. So kipindi ambapo anafika pale lazima aweze kuzungumza na wao. So kipindi ambapo yuko upande wa Uchina ameweza kujiaibisha kuelekea kwa ulimwengu mzima. Kivipi? Rais aliweza kuorganize kikundi cha Wakenya ambao wanaishi upande wa Uchina kuweza kuzungumza na wao, awaulize ni wapi ambapo anaweza kafanya kazi, ni wapi ambapo anapaswa kuweza kurekebisha, ndiposa serikali yake iweze kuimarika na Kenya iweze kutambulika. Kuna mwanadada mmoja ambaye aliweza kusimama. And by the way, huyu mwanadada yuko na kazi, anafanya kazi na shirika la Umoja wa Kimataifa, United Nations. Huyu mwanadada aliweza kusema kwamba yeye peke yake kutoka nchini Kenya ndiye ameweza kuajiriwa na United Nations. Anafanya kazi kama mjumbe wa United Nations upande wa Uchina. So akasimama akaeleza kwamba wakati mwingine huwa anahitaji msaada kutoka kwa ambassadors wa Kenya ambao wanafanya kazi upande wa Uchina. Akasimama ndio na akampongeza yule ambassador Bet. Akasema kwamba huyu ambassador Bet anafanya kazi mzuri. You know, kipindi ambapo mtu anafanya kazi mzuri ni vizuri muweze kumpongeza. Hatuwezi tukasema tu kwamba sasa serikali mzima imeoza. Kuna wale ambao wanajitolea kufanya kazi. Licha kwamba Rais Ruto uongozi wake si mzuri, lakini kuna wale ambao wanajitolea kufanya kazi. So huyu mwanadada akasimama na kusema kwamba Ambassador Bet anafanya kazi mzuri na ninamshukuru sana. But do you know what President Ruto said ambayo imeweza kumwaibisha ulimwenguni mzima? Msikilize huyu mwanadada kwanza akimmiminia sifa kedekede huyu Ambassador Bet mwenye anafanya kazi upande wa Uchina. Your Excellency, I recognize you. I also recognize Mama Rachel, and I stand on existing protocol. I do not represent any constituency, Your Excellency, because I am the only United Nations employee in Kenya, in China, from Kenya. We have 27 United Nations agencies in Beijing. I'm the only Kenyan. I apologize for coming late. I send the greetings of Sid Chatterjee, the resident coordinator here, who I was representing at another meeting with the Undersecretary General for Humanitarian Affairs, Mr. Tom Fletcher, who also said is your friend. So I excused myself from that meeting. Absolutely. So 3 quick points, Your Excellency.
we ask you a lot of questions, but let me give you feedback. This is my second time in China. I was here for 4 years, left, came back, I've been here for 2 years. I have had the privilege of interacting with 4 Kenyan ambassadors to China. And so I give an objective assessment. Ambassador Bett and his team are a first-in-class It is an objective assessment. It is no criticism or judgment of previous leadership. He elevated excellence to a class or a level in Beijing that we have not seen. And really all credit to Ambassador Bett and the Kenya Mission team. They make us proud. We carry our heads high with pride. Nina imani kwamba umeweza kuangalia jinsi ambavyo mwanadada aliweza kupanga maneno yake vizuri, na mnaelewa anafanya kazi upande wa Uchina kama mfanyakazi wa United Nations, licha kwamba anatoka katika taifa letu la Kenya. So Rais Ruto alipoweza kusimama, unajua aliwaambiaje? Ninashukuru sana ewe dada mwenye umeweza kusema kwamba serikali yetu inafanya kazi nzuri. Ni vigumu sana kumpata Mkenya akikuambia asante kwa kazi nzuri ambayo unafanya. So ladies and gentlemen, this is embarrassment. President Ruto is embarrassing himself to the entire world, kwamba licha kwamba amekuwa mamlakani kwa zaidi ya miaka 20, hakuna Mkenya ambaye ameweza kumshukuru kwa yale ambayo ameweza kuyafanya, because President Ruto alianzia kuwa mbunge kwa miaka 15. Amekuwa naibu rais kwa miaka 10. Sasa hivi ni rais kwa miaka 3. Anataka kusema eti kwamba ni vigumu kupata Mkenya kumshukuru kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Embarrassment to the world. Thank you very much, Madam Ama. Makobe Sande. Madam Ama, thank you very much. Yes, sir. It is very rare to get compliments from Kenyans. So, you are amazing. And thank you very much for saying what it is. If somebody does something good, it is better if it is said. So thank you very much. Kuna wale ambao wataniuliza sasa, what kind of embarrassment are you talking about? Haujaweza kuona aibu ambao President Ruto ameweza kujiletea? Ameweza kujitangaza kuelekea kwa marais wote kwamba hata kana kwamba anafanya kazi, hakuna mtu ambaye anampea shukrani. So, the first thing ambacho unapaswa kujua hapa, Rais Ruto Gachagua juzi aliweza kuomba Umoja wa Kimataifa kuweza kumfungia asija akatembea kwenye rubaa za kimataifa. Kwa sababu gani? Gachagua aliweza kusema kwamba Rais Ruto ndiye anachochea vita upande wa Sudan. Number 1, unasikia Ruto ameweza kujitetea kwamba anafanya kazi mzuri, lakini Wakenya waweza kumpea shukrani. Kama wewe ni mgeni, piga subscription, ubonyeze kengele, alafu tuweze kulichambua hili, tuone ni kipi hicho ambacho Rais Ruto anatakia aweze kupewa shukrani ambacho ameweza kukifanya. If you are here for the first time, please take your 1 second or 2, you subscribe, you share our content to at least 1 group or 2, because ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Karibu tusonge mbele. Rais Ruto anawaambia marais wa ulimwengu mzima, rais wa Uchina mahala ambapo ameenda kukopa, rais wa Marekani, rais wa ulimwengu mzima kwamba hajawahi pewa shukrani na Wakenya. Anataka kusema kwamba sisi Wakenya sio watu wa kuridhika.
tungekuwa tunaridhika, tungekuwa tunampea shukrani. Lakini kitu gani hichi ambacho kimesababisha Wakenya wajawahi mpa shukrani Rais Ruto? Yeye pekee yake ameweza kutuambia kwamba it is rare to find a Kenyan to give a compliment about you. Yani kusema mambo ya ukweli, yani kusema mambo ya kukusifia. Number 1, Wakenya hawajawahi mpea Rais Ruto shukrani kwa sababu aliweza kuahidi atawaundia vijana kazi. Umeweza kuona kazi? Kipindi cha kampeni Rais Ruto alisema kwamba kama uliweza kusomea walimu atakupea kazi ya walimu. Kama uliweza kusomea engineer atakupea kazi ya engineer. Kama uliweza kusomea kazi udaktari atakupea kazi udaktari. Umeweza kuona Rais Ruto akipeana kazi kweli? Isipokuwa hii kazi anasema kwamba kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni engineer, kama wewe ni pilot, kama wewe ni driver, kazi ambayo iko ni ya mjengo. Weka hiyo certificate yako ya piloting kwa nyumba, njoo tuende ni kupea kazi ya mjengo. The only kazi pekee yake ambayo ameweza kuwapea waendesha gari ni aviator, kwa sababu serikali yake ndiyo inachangia. Kazi pekee yake ambayo Rais Ruto ameweza kupeana ni aviator. Watu wanakuwa pilot. Unakuwa pilot kupitia kwa simu yako, kwa sababu serikali yake ndiyo inachangia aviator katika taifa letu la Kenya. Hiyo ndio kazi ambayo tunaweza tukasema kwamba maybe mtu aliweza kusomea walimu, ama mtu aliweza kusomea piloting, ameweza kupewa kazi ya piloting. Anaendesha aviator, ana pesa zake zinapotea. So imagine huyu mwanadada mwenye anampongeza huyu ambassador ni mtu ambaye yuko na kazi upande wa China, Beijing. Yuko na kazi ya United Nations, and that is the reason as to why she is proud thanking the president and his government. Ebu imagine pale mashinani kuna kijana ambaye aliweza kumaliza kazi maybe 2022 akiwa na imani kwamba nilipigia rais kura atakuja kunipea kazi. Ametamak, amejaribu kusubiria kazi ile ambayo Rais Ruto aliweza kumwahidi, hajaweza kupewa. Do you think that Kenyan anaweza kachukua mkondo na kuweza kumshukuru Rais Ruto? It is very rare kumpata Mkenya mwenye ana kazi kumshukuru Rais Ruto. So kama Rais Ruto anataka aweza kushukuriwa, sijui ni kushukuriwa ama kupewa sifa, apeane kazi. Number 2, high taxation. Hauwezi ukaongezea Wakenya ushuru alafu utaki waweze kukushukuru. For what? Ebu niambie, umemwahidi mtoto utamletea peremende, ukose kumletea. Do you think that kid of yours will say, oh sasa mom, oh dad, thank you? Atakuchukia. The same way Rais Ruto alisimama kipindi cha kampeni akasema kwamba serikali yake haitaongeza ushuru, lakini sasa hivi anaongeza ushuru, and that is the reason as to why President Ruto hajawahi pewa sifa. Number 3, tunakopa, tunatozwa ushuru, lakini hakuna maendeleo. Imagine tumeenda sasa hivi China, tunaenda kukusanya madeni. Tulienda International Monetary Fund, IMF, tukapewa loan. World Bank tukapewa loan. Lakini hizo loan hatujaona maendeleo yake. And you want Kenyans to compliment you for what? President, I'm talking to you, President. For what? Unataka Mkenya kushukuru kwa lipi? Akushukuru kwa lipi? Kwa sababu umeenda umekopa madeni. Umewaambia unawaletea maendeleo. Maendeleo hatuoni. Number 4, extrajudicial killings and abductions. Wakenya hawajasahau, Gen Z hawajasahau kwamba wapendwa wao waliuliwa kipindi cha maandamano ya Gen Z. Wengine walitekwa nyara, wanatolewa kwa nyumba, wanatekwa, wanapelekwa kwa msitu, wanateswa. Bado ile trauma haijaweza kutoka kwenye akili zao. And you want them to thank you? You want them to compliment you? Ngumu. You said during the campaign period that there will be no abduction. There will be no extrajudicial killings.
Kwani haya ambayo yaliweza kutendeka kipindi cha campaign, kipindi cha maandamano ya Gen Z ilikuwa ni nini? Unataka Wakenya waweza kusahau wa kushukuru? Wakenya hawawezi. Number 5, ni mengi, mambo ni mengi. Elimu imedorora. Aliahidi kwamba atanyorosha elimu. SHA haifanyi kazi. Mgonjwa anatibiwa kwa zaidi ya shilingi 100,000, SHA inalipa pesa kidogo. Alafu you want Kenyans to compliment you. That one cannot happen. That one cannot happen. Mambo ni mengi ambayo Rais Ruto hajafanya kabisa. Alisema kwamba hapata kuwepo na kitu ambacho kinaitwa tribalism. Lakini ukiweza kuangalia kwa parastatals, yeye ndiye ametanguliza ukabila mbele. Rais Ruto aliweza kusema kwamba hii serikali itakuwa ya mama mboga. Hii serikali itakuwa ya vijana wa bodaboda. Ameweza kuwasaliti. Vijana wa bodaboda, mama mboga hawako kwa serikali. Alisema number 2 kwamba there will be no forced evictions. Evictions ndio imeweza kujaa. Anyway, nianze kuzungumza mengi, siwezi nikayamaliza. Nyote mnajionea yale yote ambayo Rais Ruto ameweza kuyafanya. And that is the reason as to why hajawahi pewa any compliment. Kama anataka aweze kupewa compliment, wacha yeye ajitokeze kwa hii miaka ambayo imeweza kusalia, afanye kazi. Mwai Kibaki anazidi kusungumziwa. Those are compliments. Mwai Kibaki anazidi kusungumziwa kwa sababu alifanya kazi mzuri. Thika Super Highway aliweza kunyorosha. Elimu ya shule ya msingi na sekondari aliweza kuifanya ikawa rahisi. Lakini kwa hii serikali ya Mr. Ruto, elimu ni ya wale watu ambao wako na hela. Sijui wazo lako ni lipi? Do you think William Ruto anafanya kazi ni Wakenya ambao wamekataa kumpea shukrani? Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi. Please remember to share this video to at least 1 group or 3. Jina langu ni Mr. Eagle Ezra. Mwenyezi Mungu akubariki, akulinde, tupatane kwa kanda ijayo.